twende nyumbani. Tukajiandae kwa ajili ya ibada ya jioni. Naomba nikumbushe vitambulisho. Unahitaji kama hujatoa fedha na 2000 pamoja na ile passport, fanya hivyo ili tuweze kuzituma pamoja kwa ajili ya vitambulisho Mwanza. Vitambulisho kwa huku uweze kuvitengeneza. Wana mavitambulisho ya ajabu ajabu, alafu bei wanazongangania ni kubwa. Au ni heri tukazitengenezee Mwanza. Ndio tunaweza kupata bei nzuri, lakini vitambulisho ambao kidogo ambao vina quality. Sasa mtu anakuambia kwa kitambulisho kwa karatasi. Kwa karatasi kabisa hivi, ambako wakati mwingine havidumu sana. Kwa hakikisha kwamba unawasilisha hiyo fedha kwa mhasibu, kuandika jina pamoja na picha yako, ili wiki hii tuweze kumaliza ile zoezi la kusajili. Nisema tunataka washirika wote wa Gilgal wawe na vitambulisho vyao maalum. Kinachokutambulisha wewe ni nani na unasali wapi na ulibatizwa tarehe ngapi. Kwa niombe kama una ile picha nyingine ya nyumbani ile ambayo ulipiga siku ya ubatizo, andika tu ile tarehe yako ya ubatizo, maana hicho cheti pia kitakuwa na tarehe ya ubatizo ambayo tutaiandika ile tarehe uliobatizwa. Alafu tutakupa kitambulisho chako. Na bahati nzuri hizi passport hizi mlizonipa zitarudi kwako. Hii kumbe wakishaichukua kainga tu kwenye kompyuta, wakishaiscan, basi hii hapa kwako unarudishiwa. Kwa hizi ina maana tunazobandika hatubandiki hizi. Kwa hiyo wanaipiga picha kwenye kompyuta, afu hii wanarudisha, afu kitambulisho kile wanaihamisha tu ile walioinyonya mle wanaiweka pale. Hii inakuwa hamna shida. Kwa hiyo hizi zote zitarudi pia. Hiyo unaoileta moja utarudishiwa pia. Lakini niombe pia basi atakaye mwenye ndizi, unajua mzazi anahitaji ndizi akijifungua, ndizi, utumbo, nyama, basi unaniona tu, afu mimi kesho na vituma, sawa? Sawa? Tunaona sauti zimepungua. Watu wana roho mbaya huko. Kama ukisema mama mchungaji aende aliyepo Kasubu, kwa kubariki sana. Basi utaniona mimi mwenyewe tu, wala usimuone yote, unaniona mimi. Mchungaji baba, hizi hapa, hii hapa ya ndizi, hii hapa ya blue band, hii hapa ya ulezi, hii hapa ya pampas, hii hapa ya nini na vingine nini? Johnson. Nini? Na nini? Blanketi, kitenge, libebisho. Hilo siletee bebisho ya vinyera mumo. Bebisho ya kujifunika mwanangu lazima iwe ya kiwango. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sawa kwa kama kweli unaamua kutoa bebisho ni ile ya 40,000 kwenda juu. Maana mtu anaweza akaenda na akaniletea ile sakura ya 100. Mimi siwezi kuipokea hiyo. Maana kuna zile ambazo zinarushwa kule stendi. Haya, mwenye 100. Mwenye 100. Mwenye 100. Haya 100 mara ya kwanza. Haya, naongeza na chupi ya mkojo. Naongeza na bambino eti yote zote 100. Mtu ashakusaje hizo? Silete 100. Ya 100. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiamua kufanya vitu unafanya vitu vya nguvu. Sawa jamani na mimi nataka nije nifanye kwa wengine, wewe tulia tu. Sema uchumi wangu kidogo ulikuwa nimepata mtikisiko, lakini sasa hivi niko vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hivi niko fit, wala hata usijali. Naomba leo natamani nikumbushe jambo moja ambalo litatusaidia sote. Wapendwa, kuna vitu ambavyo nimekuwa na vihubiri hapa, lakini imefika hatua ambapo binafsi nimevithibitisha. Na lenyewe sio lingine, 43:26 Isaya. 43:26 Isaya. Anasema unikumbushe na tuhojiane. Eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Unikumbushe na tuhojiane. Ukiangalia pale kuna nukta juu, kuna nukta chini yenye koma, kwa maana kutulia. Mungu anaposema unikumbushe na tuhojiane, maana yake kwamba mbele za Mungu kuna wakati ambako mtu unapokwenda mbele za Mungu kudai kitu fulani, huwa kuna mahojiano. Kuna vitu fulani ambavyo Mungu atakuhoji ili
aone kama unastahili kupokea hicho unachohitaji kupokea. Ndio maana nasema hebu nikumbushe, alafu namkumbushe. Alafu anasema tuhojiane sasa. Eleza mambo yako ili uweze kupewa haki yako. Sasa mimi nikajiuliza, kumbe hivi vitu ni haki yako. Lakini pamoja na kwamba ni haki yako, kumbe unapaswa, kuna mambo fulani ili uweze kupata hii haki yako kutoka kwa Mungu. Kuna vitu, kuna vigezo na masharti ambavyo vinapaswa kuzingatiwa. Vigezo na masharti vizingatiwe. Niwewe kusema hivi, mara nyingi mtu anapokuwa kwenye misukosuko huwa sio rahisi kuomba sana. Kwa nini sio rahisi kuomba? Kwa sababu mtu anayeomba huko anaona tatizo, huwa anavutwa zaidi na tatizo lililopo, na kwa hiyo concentration yake yote, mawazo yake yote na fikra zake zote anaomba kutokana na tatizo. Kwa si rahisi sana concentration yake kuwa kwa Mungu. Kwa hiyo connection yake inaweza ikawa ana connection kati yake na ili tatizo analoliona, na hana connection na Mungu. Kwa hiyo wakati mwingine ukimwambia mtu mwenye shida, ukimwambia mtu mwenye matatizo aombe, huwa hawezi kuomba maombi mapya. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kuomba maombi mapya kwa sababu unawezaje kuomba maombi mapya hapo unamuona mtoto macho ameenda Kayenze? Unaweza kujibuza sasa, Baba kwa jina la Yesu Kristo. Wewe unajua Mungu. Asante kwa jina la Yesu Kristo. Najua wewe. Mfunike. Kwa jina la Yesu Kristo, mapepo, roho ya mauti, kuanzia sasa panado. Na kuambia ndio maombi utakaoyaomba. Uwezi, yani ni ngumu sana kuweza kuomba maombi mapya. Kwa sababu unaomba wakati ambapo ufahamu wako haujatulia. Kumbuka Yesu alishasema, mtu anapotaka kuomba lazima aingie kwenye chumba chake cha ndani, afunge milango. Anaposema kufunga milango, maana yake asiwe na mahusiano mengine kati yake yeye, tofauti na kuwa na mahusiano kati yake yeye na Mungu. Basi ndio maana afunge milango yake, aingie kwenye chumba cha siri, alafu amuombe Mungu aliyeko mbinguni, alafu Mungu aliye mbinguni atamjibu. Sasa huyu mtu hajafunga milango. Kwa sababu kama hapa kuna tatizo, manake huo ni mlango mwingine ambao uko pale, anaangalia hapo kuna tatizo, kuna mtu anataka kufa. Anaweza akaomba badala ya kuomba maombi kabisa yale ya kujizaliti, unaweza kukuta anaomba vitu vingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu akasema tukumbushe. Kama nikumbusha, kinakumbushwa kitu ambacho kilishapita. Na mimi nimemkumbusha Mungu mambo mengi sana. Kwa sababu shida niliwahi kusema hapo. Nilisema hivi, nenda kamuulize mtu yote ambaye amesoma kuliko mimi masuala ya theolojia. Sawa? Kamwambie hivi, sijawahi kuona hata siku moja Mungu akafanyia maombi ambayo akayafanyia kazi maombi ambayo mtu anayaomba papo kwa papo. Kama yupo niletee. Ndio maana hata Elia wakati anaomba, unasikia anasema, Mungu, Mungu, tazama, nataka watu wajue kwamba mimi ni mtumishi wako, lakini wewe, na ya kwamba wewe ni Mungu ambaye ulizungumza na baba yangu Ibrahimu na Isaka na Yakobo. So unaona? Kwa kitendo tu cha kuja, yani maombi aliyofanya kazi pale ni pale alipotaja Mungu wa Ibrahimu. Kuna mambo aliyofanya kwa Ibrahimu, kuna mambo akayafanya kwa Isaka, kuna mambo aliyofanya kwa Yakobo, na mambo yale ndio nataka uyafanye na sasa. Wakaona sawa, ni kweli ndio mimi. Ni kweli mimi ndio nilifanya kwa Ibrahimu, ni kweli mimi nilifanya kwa Isaka, ni kweli mimi ndio nilifanya kwa Yakobo. Kwa nini na leo nisipofanya watu watasema kumbe huyu Mungu ni tapeli. Kwa hiyo analazimika ashuke na afanye. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Eti binti yako. Wewe hapa.
Ulisha kutafsiri haka ni kwa nini wafanyakazi wote wa serikali wote wanaofanya kazi kwenye serikali wao wanalipwa baada ya kazi? Hakuna anayelipwa kabla hajafanya nini. Ukiona anaenda kudraw, anaenda NMB, anachukua fedha, anabonyeza zinatoka, ni zile alizofanyia kazi. Kwa hiyo anapobonyeza maana yake anawakumbusha kwamba mimi fulani ni fulani, kazi nimefanya tangu tarehe 1, leo tarehe 31, mwezi umeisha jana, nimeijia changu. Akibonyeza pa wanamwambia wait. Kwa kale kama shirika anaandika hebu subiri. Akishaandika subiri maana yake wanaangalia vipi? Ni kweli? Ni kweli. Endelea. Pa. Unaona mwalimu Mungu hata sasa yale mekundu yanatoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayatoki eti kwa sababu yanatoka kwa sababu tayari alishayafanyia kazi. Kwa hiyo wakati mwingine kinachomsaidia mtu leo, kinachoweza kumsaidia, ndio maana watu wafanyakazi wakienda kuanza kazi mpya inabidi akopeshwe. Kama ndio anaenda kuanza kazi, lazima mkopesha apate hela ya kitanda. Kwa sababu atalipwa na nani wakati hajafanya kazi? Kwa hiyo maombi yanayoweza kumsaidia mtu ni maombi yale ambayo mtu aliyaomba jana. Sadaka zinazoweza kumsaidia mtu ni sadaka ambazo alizitoa jana, na sio sadaka ambazo zimetolewa leo. Ndio maana nilikwambia mimi, baada ya kuona kuna tishio la kutishia usalama wa mke wangu kufa, eti akiwa anajifungua afe, hii ngoma ikawa nyepesi tu, nikaipangua kwa sadaka basi. Tena sadaka ndogo tu, huwezi kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka ndogo mno. Sadaka shilingi 20,000 tu. Ikapangua msiba, ukaenda zake. Sasa mimi nikajiuliza, wakati mwingine sio hilo tu. Mimi nikajiuliza, kuna kitu ambacho shetani alikuwa ametaka kukitengeneza kweli kwangu. Kuna jambo ambalo shetani alikuwa amelitengeneza, lakini kwa sababu kuna vitu ambavyo nilishavifanya wakati wa shwari, ndio maana wakati wa matatizo unaona tunamwambia Mungu anafanya. Mungu hafanyi kwa sababu Ernest ni mtumishi wake. Mungu anamwambia, nikamwambia Mungu, mimi tangu nimekwenda Rwamgasa, nimefanya kazi yako kwa uaminifu wa kiwango cha hali ya juu. Hiyo mimi huwa nawaambia watu, Ernest ni mchungaji, ni miongoni mwa wachungaji waliofanya kazi ya Mungu kwa uaminifu. Mpaka kazi hii nimeifikisha hapa, sina tuhuma hata ya kula 100 ya kanisa hili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka nikwambie, muulize mwasibu, mimi mchungaji ndio nalidai kanisa. Mwasibu, uongo kweli? Na wadai hela zangu nyingi tu ambazo nimeziweka kwenye pale ambapo kuna mambo ambayo niliona yanakwama, nikachukua za kwangu ambazo nilipaswa nile mimi na familia yangu, nikaliazima kanisa. Namwambia mwasibu, huko mbele ya safari mtanipa. Nikamwambia Mungu, wakati wengine wanafungua makanisa, zinazochangwa ndio wanapiga. Mimi zinazochangwa zinatumika, zinaonekana hazitoshi, nachukua na za kwangu. Hivi Mungu unanieleza nini juu ya hili? Nikatengeneza hoja, tukahojiana na Mungu. Mungu ananiambia, tulia nikupe haki yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mimi nawaambia watu kwamba silaha huwa zinanunuliwa wakati wa amani. Biblia inasema silaha za vita zinanunuliwa wakati wa amani. Wakati ambapo kuna shwari ndio wakati ambapo na maduka ya silaha yanakuwa wazi. Ukisubiri siku vita imetokea, kimeshaanuka, ndio samahani, kuna duka la bunduki, na hilo duka utakuta limefunguliwa na nani? Maana hata anayeuza risasi na yeye ameshalifunga tangu jana, anahofia maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna watu wanasubiri hali ya hewa imechafuka, ukimwambia njoo kwenye maombi haji, ila anasubiri asikie ni kitu la baridi usiku. La baridi. Subiri la baridi ndio mtafute Ernest. Subiri la baridi ndio mtafute Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utakiwa kusubiri wakati wa hatari ndipo mtafute Mungu. Badala yake unatakiwa usubiri wakati ambako hali ni shwari. Hali ni shwari. Hali ya hewa ni shwari.
wakati ambako unakula unashiba, wakati ambako unakaa mezani na familia yako mnakula mnashiba, wakati huo ukifunua kwenye godoro kuna kama milioni 2 pale ya akiba, huu ndio wakati wa kukazana kuja kanisani na kufunga na kuomba. Kwa sababu usipofanya hivyo unatengeneza mazingira ya kuisha. Ndio kuna watu wasio wanashindwa kutumia ufahamu wao vizuri. Kwa sababu siku zote shetani huwa hawindi watu waliofeli. Maana waliofeli walishafeli, na kwa hivyo walishafeli wakawa wa kwake. Anatafuta watu ambao hawajafeli, anatafuta watu ambao bado wamesimama. Hao ndio anawatafuta adili nao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nikaongeza nikasema, unapochukua silaha wakati wa shwari, si ndio? Siku ikitokea vita, unachukua tu ile silaha yako, amekuja adui, ile silaha uliyoinunua miaka 5 iliyopita, ukaikako na risasi 200, ndio unachukua, maana unazo. Wakati wenzako wanakufa, wakati wenzako wanauawa kwa sababu wamefuatwa na silaha na hawana cha kujitetea, wewe una SMG yako ndani. Ukiona mtu amepiga yeye ona tandika moja, jamaa anasema hiyo nyumba usiingie, hiyo msingi hapo ni hatari, wala watoto wa hapo msiwaguse. Kwa ndio maana kuna watu leo unaweza kushangaa tu kanisani, kuna watu ambao ikitokea misukosuko unawakuta wako salama. Kinachowafanya wao salama ni nini? Ni pale ambako kuna vitu ambavyo tayari walishaweka akiba. Kwa sababu nishakwambia, maombi unayoomba leo yanaingia kwenye store ya akiba ya Mungu. Sio lazima maombi unayoomba leo yawe kile unachokiomba leo. Unapomomba Mungu akupe amani, inawezekana unaomba amani wakati leo wewe una nini? Una amani vizuri. Kwa ile amani uliyoiomba ya ziada, Mungu anaichukua na iweka kwenye akiba yako, kwenye store yako. Anasema huyu ni kweli ana amani, lakini anaomba chakula wakati ana chakula. Kwa unapoomba chakula wakati stop umejaa chakula, maana yake unatengeneza mazingira ya kwamba siku hii kilichoko stock kiisha, kile ulichokiomba Mungu anakitoa kwenye akiba, anakileta. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ndio maana Yesu akasema ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Mithali, anatufananisha, anasema tujifunze kwa sisimizi. Anasema sisimizi wao wanaweka akiba wakati wa kiangazi, wanaweka akiba ya chakula. Anamuita wadudu chungu. Wadudu chungu anasema ni wajanja, ni werevu, wanaweka akiba wakati wa hari. Alafu wakati mvua zikianza, waoni wanajificha kwa sababu wana akiba, walishaweka akiba. Wakati wa mvua ndio wakati wa kulima. Wakati wa mvua ndio wakati wa kupanda. Sasa kuna watu wanaona mvua hawabebi majembe, kuna watu wanaona mvua wameshusha neti. Subiri msimu ufike, utaenda kupima wa vibaba dukani. Tuko pamoja? Wakati wenzako wana mastoko ya magunia mchele yamejaa ndani, wewe utakuwa unaenda kwenye maduka ya wapi? Naomba kwa pamoja. Kwa pamoja shilingi ngapi eti kopo? Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana huko na mvua ikianza nataka kila mtu akalibe. Usiniambie wewe sina sina shamba. Mashamba nasikia yanakodiwa 20,000. Ufifu wako tu. 20,000 kodi shamba. Kama una 20,000 kopa kwa mtu. Jenga uaminifu. Chukanunue mahindi pale kwenye pembejeo. Nenda wewe lima kisasa. Weka vizuri pale, lima pa eka yako moja. Wakati wa mavuno na gunia zako 10 ziko ndani. Uzuri mahindi ukishapanda umepanda. Sio kama unalala nao shambani. Unayabebeza ota basi. Ota wewe ukishamaliza kuyapanda unayaacha, unaenda nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo litawashinda watu kwa sababu hawajajifunza na hawajafundishwa namna ya kuweka akiba. Mimi niliona hiyo nilipokuwa pale Buganda. Nikasema kumbe Mungu kuna kitu nimejifunza. Pale Buganda watu wanakufa. Sijawahi kuona. Kuna watu wanakufa kwenye foleni. Kuna watu wanakufa kwenye ICU.
Kuna wengine nimeona wamekufa wako pale mapokezi. Yaani mtu hajahudumiwa ameshakufa. Unaona tu ndugu zake wanalia, biashara imekwisha. Ati nikajifunza kitu, nikagundua pia pale Bugando kuna kanisa. Lakini kanisa lililoko pale ni kanisa la Roma. Ile hospitali pia inamilikiwa kwa ubia kati ya Waroma na serikali. Sasa wana kanisa wamejenga pale. Na ile kanisa wameruhusu Waanglikana ndio wanafanya ibada pale na Waroma wao. Sasa asubuhi unasikia wanaomba Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu, amina. Watu wanazidi kufa. Yaani kuna maombi yanaombwa ya ajabu. Yaani sasa na saa ya kufa kwetu. Watu wanakufa kweli. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu. Yaani kwanza maombi yenyewe sisi ni wakosefu. Utuombee sasa, alafu na saa ya kufa kwetu. Yaani maana yake maombi haya yanaonyesha wazi kabisa kwamba umeshakata tamaa. Badala umuombee Mungu akuepushe na hayo, akupe maisha marefu, hatukatai kufa. Lakini basi tufe kwa wakati ambao tumemaliza hata kazi ya Mungu. Si ndio jamani? Kwa nini tufe wabichi? Mtu mwingine anafeza ile anakataa watu kufa. No. Hata mimi nitakufa. Lakini nakufaje? Na kwa nini? Nakufaje? Na kwa sababu ipi? Kuna mambo ya msingi hapa na ambayo yananisubiri kuyafanya. Kwa nini nife? Nife alafu nani ayafanye? Kwa mimi na hoja hizo, namwambia Mungu, nife alafu nani atayafanya haya? Sipasi kufa. Nitakufa baadaye, sio sasa hivi. Baadaye lini? Huko. Subiri Mungu nivishe miaka 20 subiri. Tulia. Hata kama alikuwa anataka kulisaini, ambia, "Wewe nifanye." Tulia. Usisaini mimi niende, tulia kwanza. Na anatulia kweli. Lakini wewe na hoja za msingi. Sio unamwambia Mungu tulia basi, usiniue wakati hamna hata unachofanya. Mungu anakuja, okay, nisikua alafu fanye. Unajua mimi kwa kweli lile duara langu alijafika. Kwa hiyo ndio hoja, yani Mungu aache kukuua kwa sababu Mungu niache basi. Usiniue baba. Kwa nini nisikue? Mungu unajua nini Yaani ndio tuko kwenye process. Kwa sababu kwenye process ndio Mungu asikue. Hizo mwambie yako hizo sio hoja. Hizo sio hoja. Yaani lazima ufike hapo uwe na hoja yenye nini? 41:21 Isaya. 41:21 Isaya. Haya, leteni maneno yenu, asema Bwana, toweni hoja zenu zenye nguvu, asema Mfalme wa Yakobo. Haya, leteni maneno. Mungu anataka maneno. Lete maneno yako. Acha wewe alete maneno. Toweni hoja zenu zenye nini? Zenye nguvu. Ndio maana nishakwambia Mungu ili akufanyie jambo lazima utengeneze hoja. Kuna hoja moja nilimtandika nayo Mungu. Nimwambie hivi, mwambie sikiliza. Hivi Mungu, unakumbuka huyu mtoto wakati anauza mandazi ili mimi nifanye kazi yako kule Rwamgasa? Na hiyo hoja ilimshtua Mungu sana. Nilimwambia hivi, Goeli amezunguka anauza mandazi Mwanza ili kuniwezesha mimi nifanye kazi yako. Maana wakati mama yake anauza mandazi, nimekacha kale katoto kako tumboni kana kama miezi 5. Mimi niko huku narolekewa na mapanya, nafanya nini? Kako tumboni miezi 5. Mama anaamka saa 11 na kenyewe maana hakuwahi kukaacha. Anapika mandazi na kenyewe kanashiriki kwenye kupika mandazi. Mama anaweka beseni kichwani na kenyewe kamo. Nikamwambia Mungu, wewe yani kanauza mandazi ili mimi nifanye kazi yako. Alafu leo kwenye hili dogo unashindwa kumtetea. Sio hoja hiyo. Sio hoja. Tena yenye nguvu hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Yenye nguvu. Ndio utumishi ni ngumu sana. Ukiona mwanamke ambaye anaweza kukuvumilia miezi 4 kabisa haupo, yani miezi 4, mimi simekaa kwa Rwamgasa miezi 4 kabisa. Sipo nyumbani miezi 4 sipo. Mama atuonani wala watoto hatuonani.
mpaka akajifungua sipo. Akajihudumia mwenyewe. Wakati mimi mke wangu akijifungua na mkandaga mwenyewe, nafuaga mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja mimi waka kidogo mimi ni mbaba. Watoto wangu wote, nadhani mtoto ambaye nimechangana naye kwenye kumhudumia mama yake, nafikiri sasa ni Goeli na Aka. Lakini wale wengine wote kuanzia Angel. Mama ameenda kujifungua, mimi ndo nahangaika. Kalete chai baba, napeleka chai ya rangi. Naambia usiweke sukari nyingi, nasema sawa. Nakimbia naambia nenda kalete, nenda kamletee ndizi. Napita sokoni mwenyewe na Emea, ninakwenda naanza kumenya ndizi. Wananikuta pale wanapita yaani mimi niko busy na menya ndizi. Sipali kwangu ni barabarani. Unakuta nakuja kunyanyua macho, mengine yako anafanyiana hivi. Nasema shenzi, nyinyi hazimo. Haya ni majukumu yangu. Kwani mnacheka, mlitaka nani afanye? Nafika na naambia baba, ameshajifungua. Nasema sawa. Kwa hiyo mnamruhusu ngapi? Mchana tutamruhusu. Naenda najiandaa, nakuja Seketure, nachukua na mama ngozi kwa wapi hizo hapa, nanipa, tunaingia kwenye taxi, mpaka pale na tunatoka kwenye taxi, nabeba katoto. Sina mtu wa kunisaidia. Maana hii ni ya kwangu mwenyewe. Nafika nyumbani, mama anapumzika, namwekea maji ya kuoga, nampelekea bafuni. Anaoga, anamaliza, mimi huku nafua zile nguo za hospitali za dawa. Tangu mtoto wangu huyu mkubwa Angel na hao wengine wote. Hakuna mimi siku ambako mke wangu aliwahi kutaka kujifungua nikamwambia nenda kwenda. Kwao wakafanya ni walimpa mimba. Yaani mimba nimpe mimi alafu aende kwao. Hii ngoma tunacheza nayo, ataenda kwao wakati mwingine akiwa hana tatizo. Yaani wakati wa matatizo ndio namwambia aende kwao. Wakati unakumbatia mama kumwambia aende kwao. Tena alikuwa akienda akimaliza kazi hata siku mbili. Sasa hauji. Hivi na maana haurudi tu au nije mimi mwenyewe. Uje ufanye. Mimi nawajua. Asichelewe hata kidogo. Mimi nawajua. Hapo wapi? Kwa hiyo wewe kwaje sasa? Ewa simekwambia nakuja nilikuwa sijaenda na kule kwa shangazi. Sasa mimi ina maana mimi hapa utakuta nimeoa. Kumbe mkwara. Sasa kama umeoa, si wewe kimya kimya. Unataka kuoa unasema. Pako utangaze. Kumbe ukisikia na kwambia hivyo ni mkwara tu. Ili uahirishe kwenda na kwa shangazi wewe. Basi subiri sitakuja kesho usioe. Hapo sasa. Hoja zenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Nikatengeneza hoja zenye nguvu kwa Mungu. Nikamweleza Mungu, nikamkumbusha Mungu mambo mengi. Nikamkumbusha jitihada zetu hapa. Na ndio maana mimi nawaambiaga watu, tulia Gilgal. Siku ya kupata mabaya, mimi nina hoja nyingi za kupanda nazo mbele za Mungu kumwambia kwa ajili yako, na Mungu akafanya kitu. Hivi kama ninaona kwamba Mariness anataka kuondoka mzima. Shetani alishaweka kwenye target, anasema huyu mwaya lazima niondoke naye. Mimi kama mtumishi wa Mungu nikipanda hapa, nina hoja za kumwambia. Amen. Namwambia Mungu, hebu Mungu sikiliza. Tulia. Kabla hujapeleka kwa mkono kusaini. Hebu sumesema tuojiane. Sasa ni hivi. Tulikuwa kwenye makape. Sawa Mungu. Huyu Mariness tangu kwenye makape. Tukakoma akatoa mchango ili tununue hapa. Tukachanga nguzo akatoa. Unasikia Mungu? Unisikie vizuri. Usije ukafanyia kazi maneno ya kuchochewa na shetani. Tulia. Maana tunajua yeye ni mshtaki wa ndugu zetu. Yeye anatushtaki mchana na usiku. Tulia. Sio hilo tu. Tukakoma naye, lakini Mungu sio hilo tu. Huyu Mariness huyu, wakati mimi nimepanda kule chini, ilikuwa nikiamka asubuhi pale. Lile lijogo lilochinjwa mwenyekiti na mimi anakuja na ile miguu. Mungu tulia nimalize. Mungu anasema basi. Nimeahirisha shetani hebu kwenda sasa. Kumbe ulikuwa unanichochea bure tu. Nimeahirisha. Unashangaa mtu alikuwa ICU. Kesho yake unasikia wamemtoa ICU. Vipi? Anaendelea vizuri kwa kweli. Vizuri. Nini kimetokea? Tumekata rufaa. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa mambo yako ambayo unafanya, ndio maana ni vizuri ufanye tulia sehemu moja, ufanye vitu ili siku ya kumuonyesha Mungu unakuwa na vitu vingi vya kumuonyesha. Kuna hili, kuna hili, kuna hili, kuna hili. Angalia choo, angalia msingi, angalia hiki, angalia speaker, angalia hii hapa, angalia hiki, angalia kile, angalia sola, angalia nini, angalia pikipiki, yaani vingi unamuonyesha mpaka Mungu anafika hatua hoja ya kukuua inakosekana, kwa sababu tunaachwa tuishi duniani kwa hoja. Hatuachi tuishi duniani kwa sababu tunataka kuishi duniani. Mungu anatuacha kwa sababu. Ndio maana siku moja nilikuwa nafundisha hapa nikamwambia hivi, hata kubarikiwa huwa tunabarikiwa kwa sababu. Sawa? Unataka Mungu akubariki kwa sababu gani? Unataka usife kwa sababu gani? Unataka Mungu akuinue kwa sababu gani? Unataka Mungu akupe mtoto kwa sababu gani? Unataka Mungu akupe afya kwa sababu gani? Eti maelezo, kwa nini unataka Mungu akupe mtoto? Maelezo anakuambia, unajua mchungaji, kama unavyojua, yani mimi ni bora tu Mungu anipe mtoto. Kwa nini sasa? Toa sababu. Kwa nini akupe? Yaani unajua hawa nauma sasa hivi hawa bila kuwa na mtoto, kwani unakaa kwake? Mungu asema okay. Kumbe wewe unatafuta mtoto ili usiachike. Mungu asema okay, sawa. Tulia wewe. Uone kama utampata. Uone kama utafanya nini? Ndio maana yule nani yule? Hana. Unamkumbuka Hana? Hana alipokwenda mbele za Mungu anamwambia Mungu hivi, Mungu, endapo utalisikia teso langu ambalo nimekulilia muda mrefu kwa kunipa mtoto, ukinipa mtoto nitamtoa akutumikie maisha yake yote. Mungu akasema okay. Kwa kumbe wewe unataka nikupe mtoto ili nikishakupa ufanye nini? Nimtoe kwako, nimlete madhabahuni pako akutumikie maisha yake yote. Mungu akasema kumbe wewe unataka nikupe mtoto ili anitumikie. Huyo nakupa. Hiyo hoja kidogo inaingia akili. Hiyo hoja ina mashiko hiyo. Kumbe huyo anani. Mwingine anasema, yani Mungu, baba, eti hapo ni kwenye maombi ya mahitaji sasa. Baba, angalia Mungu mzima, Mungu nakusihi Roho Mtakatifu, Mungu nakusihi. Hapo omba mahitaji yako. Baba, angalia Mungu anakuja mbele zako. Angalia Mungu, sina mtoto baba. Angalia tena jirani yangu Mungu, yeye akitaka kutuma mafuta ya kula, anamtuma mwanae baba. Mungu mkonzi. Sasa mimi Mungu sasa mimi nitatuma nani? Angalia sasa babu wa kutuma. Na nikituma hata kwake Mungu anachukia mno. Baba, hata kama jana nilimtuma mafuta ya kula, lakini Mungu alipokuja akapigwa. Baba, ningekuwa na wa kwangu Mungu asafi. Kwa hiyo wewe unatafuta wa kutuma mafuta. Mungu asema okay, hiyo sio hoja, weka pembeni. Hiyo hoja dhaifu. Hiyo hoja ni dhaifu, haifai. Sikupi. Unataka Mungu akufanyie unayotaka kufanyiwa kwa sababu ipi? Unayo hoja? Mungu, naomba nipe nyumba Mungu. Baba, nakusihi Roho Mtakatifu, angalia nipe nyumba. Nimechoka kupanga baba. Angalia mama mwenye nyumba, akija anatokana mno Mungu. Anakuja amevaa kale kasikete kwa shauri yako. Mungu yote. Sasa unajiuliza hivi huyu mtu yaani kuna maombi mengine hata kama mnatuambia tusisikilize. Lakini sasa hivi kumbe kuna sketi inaitwa shauri yako. Eti skola ibani ndio anazishonaga. Shauri yako zipo. Usizishone hizo. Kwa Mungu sasa nini eti? Baba ile ya shauri yako. Mungu anasema penda zako, hamna hoja hapo. Hamna hoja hapo. Anaacha. Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo lazima ufike hapo uwe na hoja. Ndio maana hata Yesu akasema, Baba, naomba kikombe hiki kiniepuke. Lakini kama ni mapenzi yako, basi naomba mapenzi yako yatimizwe. Si kama nitakavyo mimi. Mapenzi yako ndio yatimizwe. Kwa hiyo Mungu huwa anasimamia mapenzi yake zaidi. Huwa anafanya kazi na watu ambao wanamtanguliza yeye mbele zaidi kuliko wale watu ambao hawamweki yeye mbele. Ukienda mbele za Mungu kwenda kumuomba kitu ambacho na yeye atakuwa na share nacho, ni rahisi kukupa.
Nataka Mungu anipe kanisa kubwa hili wewe. Unataka kanisa kubwa hili wewe? Ndio swali ambalo ukiulizwa wachungaji wengi, hata Mungu anapouliza wanakosa na majibu. Una hoja ya Mungu kukupa waumini wengi. Baba, nataka unipe watu 5,000. Kwa sababu gani? Kumbe ndani ya moyo wake anafikiria nikiwa na washiriki 5,000 yaani hata nikisema tu nataka gari ni faster. Hizo nazo ni hoja za wale wapiga dili. Yaani mimi nikisema nikiwa na kanisa la watu kadhaa, siku nikisema tu nataka kwenda Dar es Salaam, unafikiri naenda kwa miguu? Ni ndege. Maana Bwana ameniinua. Hizo sio sababu. Sisi tunamwambia Mungu tunahitaji ulete watu wengi kwenye kanisa la Gilgal kwa sababu tunataka wote waende mbinguni. Mbingu sio ya kwetu. Tunawalingania waje hapa, tuwapike ili waende mbinguni kwako. Ile mbingu uliyoiandaa wewe isikose watu. Bwana asifiwe. Ile mbingu yako isikose nani? Isikose watu. Lazima uwe na mambo ya kumkumbusha Mungu. Lazima uyaorodheshe. Ndio maana wanasema wala usichoke katika kutenda. Usichoke. Usichoke, ibada zako ni za muhimu. Mahudhurio yako kwenye ibada ni ya muhimu. Mahudhurio yako kwenye maombi ni ya muhimu. Maana hayo ndio atakayokuja kusimama kukusaidia. Sadaka zako ndio zitakazokuja kusimama kukusaidia. Leo ukiona watu leo wanabarikiwa. Ukiona mtu kanisani anabarikiwa, kabla ya kwanza kusema hivi kafanya, hilo swali usijiulize. Weka chini, rudisha mkanda nyuma, mfuatilie, mwambie akupe historia ya maisha yake vizuri. Inawezekana kuna vitu ambavyo Mungu alishawekeza kwa Mungu, na kwa hivyo umefika wakati ambako sasa hakuna namna yoyote ya kuweza kuzuia. Na nikwambie baraka za Mungu zikija kwa mtu huwa hazina majivuno. Unajua hiyo? Unalijua hilo? Kabisa. Baraka za Mungu ambazo zimetoka kwa Mungu zikija kwa Alois, unaweza kukuta Alois huyu ndani ana milioni 100, alafu bado unyenyekevu wake kwa Mungu uko pale pale. Yaani haendi kulia wala haendi kushoto. Lakini nakwambia wenzangu na mimi ambao hawana Mungu, wao kufanikiwa ni jitihada ya kwao binafsi. Hakuna mkono wa Mungu. Ukimpa hata laki, ukimwambia chochote unasikia usiniambie hivyo. Baraka za Mungu huwa hazina majivuno. Mambo yanayofanywa na Mungu kwa mtu, huyo anamfanya Mungu anakuwa wa kawaida. Yanamfanya mtu anakuwa wa kawaida kabisa. Wa kawaida. Mpaka mtu akwambie, unaona hii? Unaiona ile nyumba pale? Ile gorofa. Ile nyumba ya gorofa 5, unaiona? Unajua mwenye nani? Hasimjui. Si huyo hapo. Waenda sawa. Nyama maeliza. Ya kwake kabisa au kapewa? Ya kwake. Akikaangalia kanisani kapo, kwenye maombi atakakuta kako chini kana garagara, kana mlilia Mungu kana kwamba akajawahi kupata hata chumba kimoja. Kanaendelea kujinyenyekeza hivyo. Maana yake nini? Anajua kwamba mimi hapa Mungu akishanipa, amenipa gorofa, mimi ni mwanamke. Nisiposimama vizuri kwenye maombi, shetani anaweza akaninyofoa humu. Hii gorofa nikawa naiangalizia kwenye picha na kuambia watu, unaona hii gorofa? Mama ilikuwaga yangu. Alafu ikawa hawa wanaume hawa. Sasa akaenda huko mgodini huko akaja ndani mwanamke hivi. Akanifukuza. Kwa hiyo ndio mimi niko huko wakati wao anapiga vya ukware huko. Maisha yameshagoma. Kwa nini? Alipoona mageti yanafunguliwa, akitaka tu juisi anaenda kwenye blender. Anamimina juisi. Ameweka miguu juu kwenye sofa. Akasahau kuweka akiba. Akasahau kwamba kuna wakati vita inaweza ikaja.
wakati anaweka miguu kwenye sofa, kumbe ni wakati ambako alipaswa aanze kuuliza ni kanisa gani wana maombi, ili aende ajiunge nao. Akienda akashinda pale, anarudi ana akiba ya maombi anaiweka, ambayo of course haitafanya kazi siku hiyo. Siku ile mwanaume akikutana na kahaba bingwa, akisema tu nataka nimuoe, kahaba anaanza kuporomosha matusi kuanzia asubuhi mpaka jioni. Unacheka pumbavu, umeonaje? Unipeleka mbwa wewe, mbwa koko, una akili, lione miguu kama ya kenge. Yaani anatukanwa mpaka anajiona choo. Sema huyu dada amekuaje? Sio amekuaje. Maombi yale uliyoomba mwaka jana kwenye carpet kwamba Mungu angalia na ndoa yangu, wakati huo ndio wakati mambo yalikuwa mazuri. Sasa imefika wakati shetani anataka kuja kuharibu, tayari yale maombi yanaleta roho ya mafarakano, inamfarakanisha yule kahaba. Mume wako akitukanwa kule, alikuwa amemwambia bi kawe, tena mimi na nyumba ya gorofa bwana. Namtisha na mimi gorofa, mshenzo, hata mimi naweza nikajenga. Una adabu. Gorofa kama gorofa la kwako. Kwanza Yesu una mke wewe, baba mzima hovyo. Nakwambia hivi, kumbe hapo maombi ya kale kamama kanakoshinda kanisani ndio anafanya nini? Yanafanya kazi kule. Lakini kama uombi, wewe kienda tu, honey, baby, njoo kwenye maombi huji. Unasubiri my butter, my soda, wewe ni juice, Sisi huku tunaomba, wewe unaitwa juice kule, unaona ni sawa. Siku juice hiyo ikiisha sasa, inakuwa juice ya limao. Na juice ya limao hainyweki. Ndio maana nimeshawaambia wakina mama wa kanisa hili, wewe wakati mume wako anakuita sweetie, yani wewe tu, hamna mwingine. Hata nikienda chooni na kuona. Mimi ukishaniambia ukienda chooni unaniona, mimi naairisha hapo hapo. Yaani wewe, wakati huo sana namwambia, sawa, na mimi nashukuru. Kusubiri kidogo nakimbia kanisani. Sawa? Hiyo ndio Biblia inakupa. Hani naomba basi leo ni siku ya maombi nikimbie nikaombe. Eti baba, sema basi baba jamani. Kabisa. Anakuruhusu, akishakuruhusu ambe, eti baba, jioni nitakupikia kwa wali. Eti baba. Wali nitakuachia na kachumbari kidogo. Na nyenye, si unapendeka na kachai. Yaani saa 12 tu niko hapa. Unakimbia. Unakimbia zako kanisani. Unafika hapo unaanza, baba nakushukuru kwa sababu umenipa mme. Najua huyu ni mme wangu tu. Hakuna kama atakayepata nafasi. Mungu naomba unisaidie. Maana yake unapopiga yale maombi, unatengeneza zile sweeties ziendelee mpaka kufa kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unazitengenezea mazingira. Lakini wewe ukisema kwa basi nikaoge. Ngoja nikakupikia cha. Siku ukija ukapigwa ngwara, utakuja hapo unalia. Naleni baba nikishatukana kwa sababu ya maombi uliyoomba. Usianze kupoteza muda kuanza kumdhibiti mwanaume kwa maneno, kumdhibiti mwanaume kwa vitisho. Mdhibiti mwanaume kwa hapa. Goti. Hapa. Hawa wakina Patrick hawana ujanja machacha hapa. Maliza hapa. Mimi nakwambia kama nakutania, wakati anapiga papara zake, wewe njoo piga papara yako hapa. Atakutana na huyu unayemtumikia. Unaona pale kashapoa vidonge vyake huko. Kashapoa vya kwake, alafu ndio anakuja sasa jioni. Anakuja amenuna. Ngoja cheza huko. Kwani zimekuwa zimekuaje? Si nilikuwa nakusalimia sasa umeshindaje? Mimi sishakwambia wewe niache wewe. Unaweza kufeel stress kumbe kashatukana huko. Alikuwa anatongoza wameshamtukana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Wameshampa za kwake. Paombe ya kwacho. Yaani wewe unaanza kushughulika naye. Eti unaona mwanaume eti amepigiwa tu kasimu. Mke wangu naacha. Kwani imekuaje? Sikuwa tunaacha. Ulikuwa unaongea na. Yaani unapigiwa simu unaenda kupokelea chooni. Nakwambia hivi, hapa akiliki wala hapa kaliki. Ndio utajua mimi ni mama chacha sasa, subiri.
kukupima anaona kumbe huyu ni dhaifu. Na akishakugundua hivyo ndio atakuwa anakufanyia hayo. Anakufanyia ili akili yako zidi kuvurugika tu. Sasa yeye apigiwe simu akitoka nje kwenda siku kupokelea chooni. Wewe ingia tu chumbani. Baba nakushukuru umenipa muda mzuri, na kama yuko kahaba baba aanze kuharisha kuanzia sasa. Aanze kuharisha. Pokea kuharisha. Hapo Yesu. Nasema ndio utakutana na Mungu aliye hai. Na mpaka mavi kwa mujibu wa Malaki sura ya 2, mavi napaka usoni, napaka mavi mpaka kwenye nani, napaka kwa damu ya Yesu Kristo. Napaka mavi, unapaka mavi kabisa kote. Unaona hapo? Yeye yuko kule anao, wanapanga appointment. Unafuruga kabisa kwa mtandao wa appointment. Ngoma imekwisha. Baba Chacha anatangulia kule sasa. Mbona hauji sasa? Nisubiri kidogo. Saa 8. Saa 9. Jamani nimechoka mno. Subiri. Kupigejeka kwa kule. Kila akipanga kwenda moyo na ngoma. Kila akipanga kwenda moyo na ngoma. Kila akitaka kwenda tumbo la kuharisha linabana. Sasa nimepata kwa nimeona tu tuahirishe, maana yani tumbo linanisumbua kweli yani. Kusiwe sio tumbo yale maombi uliopiga jana. Kwa wewe ukitaka kudhibiti mambo, wewe dili tu na Mungu. Utengeneze na hoja za kumsaidia mume wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Unataka Mungu akubariki kwa sababu gani? Unataka Mungu akufanye kuwa mzima kwa sababu ipi? Mungu awabariki sana. Nafika mwisho na leo nimesema tumalize mapema sana. Sasa hivi ni saa 7:19. Tamani twende nyumbani upate muda mzuri wa kwenda kupika na kula, na saa 10 kamili nikuombe uje kwa sababu moja kubwa. Yamkini kesho nikakimbia nikaenda Mwanza kwa ajili ya kwenda kuendelea kumwangalia mtoto pale siku 2-3. Sijajua watamruhusu lini. Kama watamruhusu kesho kutwa nitamshukuru Mungu. Lakini tuliambiwa kwenye Jumanne anaweza akaruhusu. Jumatatu au Jumanne. Kwa sababu yeye anaendelea vizuri. Hata daktari amepita, na leo nilikuwa naongea na mama. Daktari amepita amesema mtoto sasa anaendelea vizuri na hana shida. Kwa sababu lakini kwa sababu pia mama kule na yeye na shughuli zake, walau niende nikae pale alafu yeye aendelee kumpikia mtoto wake pale nyumbani. Kwa hiyo lakini natamani Jumatatu kesho Mungu asaidie, Jumanne mtoto aruhusiwe, ili ni Jumatano kabla ya saa 7 niwe nimefika hapa ili tuendelee na kipindi cha Bible study. Kwa hiyo kwa sababu hizo ndio maana nilikuwa natamani jioni niwe na maombi maalum kwa ajili yako, ili ni kuache ukiwa kwenye ulinzi, ukiwa chini ya ulinzi na usalama wa Mungu ninayemtumikia. Sababu shetani amekuwa na michezo anayoicheza, nikitokapo kidogo tu anaanza kubaki huko anawashambulia watu. Sasa nikuombe sana usikose mtu yeyote. Otherwise wewe ambao umeshakubali kushambuliwa, wewe shauri yako. Lakini wale wengine ambao niombe tu saa 10 kamili tunaanza. 10 kamili. Tunaanza saa 10 kamili ili pia saa 11 kama na nusu tumalize. Tuondoke twende nyumbani. Weka mkono wako juu. Baba yangu na Mungu wangu kupitia jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Mungu wa uzima, neema yako na ukuu wako Baba, ukapate kwa pamoja nasi, endelea kutufundisha na kutukumbusha hoja zote za msingi ambazo Bwana tunapaswa kufika nazo mbele zako. Mungu wetu mtakatifu na Baba yangu, ninaamini kabisa wewe ni Mungu ambaye hukuwahi kutuacha tangu ilipoumbwa misingi ya dunia. Tumeuona wema wako, tumeona ukuu wako, tumeona baraka zako. Baba, wacha nikutukuze, wacha nikuinue Baba yangu mtakatifu. Ninajua kwamba hakika wewe ni Mungu usiyeshindwa. Wewe ni Mungu ambaye Bwana umesema nasi. Nami naamini kabisa kwamba Bwana, watoto wako hawa ambao Roho Mtakatifu leo wamefika hapa kwa ajili ya kuja kukuabudu wewe, Mungu wa mbinguni, ninaamini kabisa Baba wamekuja hapa sio kwa bahati mbaya. Mungu wa mbinguni, kila aliyesikia maneno yako, naomba Bwana yakaendelee kutenda kitu juu ya maisha yake. Mungu, ninakushukuru na kutukuza kwa ajili ya neema yako na ukuu wako. Ninapinga kila aina hila za shetani na mipango na uharibifu wote wa kipepo, na kamata na kufunga kanyamaze kimya kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, asante maana watoto wako wanapoondoka Bwana, naomba kawatangulie wakaenda wakiwa ni wazima, na jioni uturudishe tukiwa wazima, mfalme amani, ili Bwana tukaweze kuifanya kazi yako na jioni. Asante Bwana Yesu, maana tutakwenda kusimama na kutenda kwa utukufu wa jina lipitalo majina yote, ni jina la mfalme wetu Yesu Kristo. Kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Mungu akubariki sana. Tuweze kusalimiana na kaenda nyumbani mara moja. Kama kuna jambo lingine la